katika taifa la Malawi, miongoni mwa vilabu ambavyo ni familia vinafahamika vimewahi kushiriki katika michuano ya vilabu barani Afrika. Inawezekana wengi wanaikumbuka zaidi Nyasa Big Bullets ama Bata Bullets zamani, lakini tukumbuke vile vile msimu huu surprise ni Silver Strikers, timu ambao wametoka kuiondoa El Gecko Plus kutoka Madagascar, taifa ambalo linakuwa zaidi kisoka. Wanakwenda kucheza dhidi ya Young Africans. Young Africans ambayo inafahamika miongoni mwa vitu ambavyo vinaifanya kuwa bora katika michuano ya vilabu barani Afrika ni rekodi yao katika mechi za ugenini. Kutoka katika ukanda wa Sekafa, Young Africans imekuwa bora sana kwenye mechi za ugenini. Ni kama vile wameigundua code ya namna ambavyo wanacheza michezo yao ugenini. Ukiangalia vizuri, kusini mwa bara la Afrika, kwa maana lile baraza la vyama vya soka vya kusini mwa Afrika, kwa maana ya COSAFA, Young Africans imeondoshwa ama tunasema kushindwa kuendelea zaidi ya hatua inayofuata mara moja tu dhidi ya Mamelodi Sundowns. Kama unakumbuka mchezo ambao uliisha kwa sare dakika 180 za mechi zote mbili, Young Africans iliondoka kupitia mikojo ya penalty, mechi ambayo ukiifuatilia kwa undani bado kulikuwa kuna mazingira yao kuprogress kwa kukataliwa bao la Stephane Aziz Ki. Sasa huko tuondoke, utaona weight tu ya Mamelodi Sundowns ilikuwa inatosha kukuonyesha kwamba Young Africans alicheza mechi ngumu kwa kiasi gani. Hiyo ukiangalia mechi sasa 6 zilizopita, ondoa Mamelodi Sundowns, utagundua Yanga wamefanikiwa kucapitalize kushinda mechi karibia zote dhidi ya timu kutoka ukanda wa COSAFA. Maana yake ni kwamba wamekuwa na rekodi nzuri zaidi. Sasa moja wapo tu ni haraka ni ya juzi tu iliyotoka kuisha ya Wydad Sportive de Benguela. Mabao 3 ugenini pale Angola, mabao 2 nyumbani, aggregate mabao 5-0. Ilikuwa ni statement nyingine kwa soka barani Afrika dhidi ya timu ambayo ilikuwa na uwekezaji mkubwa kweli kweli, wale kina Kalanga, kina Joao Chingando na kadhalika. Sasa utaona katika nyakati tofauti hata katika mashindano ambayo yalikuwa si rasmi ya barani Afrika bado ilikuwa inaweza kufanya vema. Angalia mabao 4-0 ambao alifunga Kaizer Chiefs katika ubingwa wa Toyota. Utakumbuka nyakati tofauti dhidi ya TS Galaxy, lakini kwenye mashindano mengine rasmi utaona wakati Yanga anacheza finali ya kombe la shirikisho msimu wa 22-23 chini ya Nasri Nabi, utakumbuka Marumo Gallants walikuwa katika njia yao ya kuelekea finali katika mchezo wa nusu finali wakishinda pale Afrika Kusini. Marumo iliyokuwa na kina Skulu Makudubela, Monde Mpambaniso, Ranga Chivaviro, Lesibanku, goalkeeper Washington Yarubi kutoka Zimbabwe. Ilikuwa ni miongoni mwa timu ngumu sana kwa wakati huo, lakini Young Africans ni kama vile walikuwa na formula ya kuweza kufanya vyema. Sasa dhidi ya Silver Strikers inawezekana kati ya Yanga na Silver Strikers yakawa na small details nyingi kuihusu Yanga, kwa sababu ni timu kubwa, ni timu ambayo misimu 3 iliyopita imecheza hatua ya makundi ya michuano yote miwili barani Afrika, kuanzia Champions League mpaka kombe la shirikisho. Kwa details nyingi, mchezaji mmoja wa Young Africans inawezekana ikawa ni easy kwa Silver Strikers kuwa analyze, kuweza kuwaingiza kwenye uchambuzi wa data moja baada ya nyingine. Pako Mzuzu anafahamika, juzi tu alikuwa na timu ya taifa ya The Elephants kwa maana ya Ivory Coast. Hao kina Maxine Zengeli mpia, Prince Mpumelelo Dube, mpaka kwa Djigui Diarra ni easy kusema kwamba naweza nikafanya analysis, lakini si rahisi kuingia sasa kutumia zile analysis ulizozifanya kuweza kucapitalize matokeo dhidi yao. Hichi ndicho ambacho kinaifanya Young Africans kuingia deep zaidi na kustudy mchezo wakati mechi ikiwa inaendelea. Maana yake kuweza kuistudy Silver Strikers, hata kama teknolojia imekuwa inarahisisha vitu, lakini bado utaona details za Yanga zinakuwa ni nyingi sana kwa Silver Strikers kuliko za Silver Strikers kuja kwa Young Africans. Maana yake ni kwamba tahadhari kubwa lazima iwekwe katika mchezo husika, kwa sababu unacheza na timu ambayo kila kitu utakuwa unakiona kina upya dhidi yako, wakati wao watakuwa wanakiona cha kwako ni kitu kiko familia. Movement za Pacome ni kitu ambacho kiko familia. Finishing anayoifanya Dube ni movement ambazo ziko familia. Anachokifanya Djigui Diarra katika ubora wake ni vitu ambavyo viko familia barani Afrika. Kwa kucheza na timu ya aina hiyo, advantage kubwa inakuwa upande wake, lakini advantage kubwa inakuwa kwako kwenye eneo moja tu,
una watu ambao wanaweza kai-convert mechi katika muda wote wa mchezo. Kwenye benchi la ufundi juzi tu kocha msaidizi Patrick Mabedi, huyu ambaye tunamzungumza kwa profile, ni miongoni mwa walimu ambao wamepita katika kila kitu ambacho mwanasoka anapaswa kukipitia kama anapaswa kwenda katika ngazi ya juu. Cheza Orlando Pirates, umekuwa kapteni kwa maana Kaizer Chiefs, umekuwa kapteni Kaizer Chiefs, umecoach Kaizer Chiefs kama interim pamoja na caretaker, kina Moroka Swallows hao na kadhalika. Lakini national team ya Malawi, maanake ni kwamba ana tabia nyingi sana za wachezaji wa Malawi anaozijua kwa sababu ya kuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi, kwa maana the Flames, which means miongoni mwa advantage nyingine za ziada ambazo Young Africans watazipata ni pamoja na kujua namna ya kudili na tabia za mchezaji mmoja mmoja wa Malawi. Wale unazungumza wakina Uchizi Vunga hao, unazungumza kundi la kina Chimwemwe Idana na kadhalika. Kwa hiyo ni miongoni mwa advantage nyingine kubwa, kwa sababu kuelekea kwenye benchi la ufundi la Mwalimu Romain Folz kuna baadhi ya details ambazo zitakuwa ni za muhimu kutoka kwa Mwalimu Patrick Mabedi kuisaidia Young Africans kwenda mbele zaidi. Na ukumbuke huyu ni miongoni mwa walimu ambao uzoefu wake tu unatosha kubadili hali ya mambo. Zile tunasema plan B ama alternatives ndani ya kiwanja. Mfumo eleze kafeli, mwalimu anaweza akaja na scheme hata 4 ndani ya mchezo mmoja, lakini zikawa hazijazaa matunda. Lakini unapokuwa na tactician mwingine ndani ya benchi, maana yake unaongeza ukubwa. Yanga washawahi kupitia nyakati hizo. Kuna wakati walikuwa na Nabi pamoja na Kaze, unapata akili mbili ndani ya benchi moja. Washakuwa na Gamondi pamoja na Musa Ndoo, unapata akili mbili ndani ya benchi moja. Sasa this time around ni kama vile wamejiboost zaidi kutoka katika mchezo dhidi ya Wiliete. Lakini tunachokukumbusha, tunauheshimu mpira wa miguu, lakini Wiliete Sportive de Benguela inaonekana ilikuwa ni timu bora zaidi kuliko hawa tunazungumza Silver Strikers kwa vitu vingi, kuanzia uwekezaji, quality ya players mmoja mmoja. Kwa hiyo inawezekana, bila kudharau mchezo wa mpira, wasema with all due respect, ni kwamba bado Young Africans ana nafasi karibia 90% kuwaona katika hatua ya makundi, na story itakuwa ni kama hawatafuzu. Lakini kama watafuzu, automatically sio story ya kushtua. Story ya kushtua itakuwa ni je, wanafika at least nusu finali ya Champions League ama finali. Lakini hapa kwenye hatua ya makundi bado sioni kwenye details za kimpira nini ambacho kitaikwamisha kufanya vizuri. Sizungumzi kwenye mechi hii, kumbuka mechi ziko 2 dakika 180. Wana kila sababu ya kufanya bora dhidi ya Silver Strikers kwenye maeneo yote ya kiufundi. Africans ana watu bora sana ambao wamekuwa the best kwenye kuamua mchezo, whether kwenye system ya team ama kwenye uwezo binafsi, tunasema individual brilliance. Kimtaja nyota ambaye inawezekana kwa sasa ndio lulu zaidi ya kuchungwa ndani ya Young Africans ni Pacome Zouzoua Piodo, ambao ndani ya siku za hivi karibuni umeona amejipambanua kwa kiasi kikubwa. Mabao 22, uhusika wa mabao 22, kwa maana assist 12, mabao 10. Haikuwa taarifa nyepesi. Inazungumzika miongoni mwa wachezaji ambao wataunda shortlist ya MVP wa msimu uliopita 24-25. Kwa unaweza kuona huyu, tunamzungumza Dube, miongoni mwa clinical finishers wazuri sana kwenye ligi pamoja na michuano ya soka barani Afrika. Unazungumza kundi kubwa la viungo ambao wameingia kwenye timu. Huyu Ndabwile tu juzi dhidi ya Wiliete Sportive kule Angola amejionyesha kwenye taswira yake nyingine namba 2. Nje tu ya kujilinda na uwezo wa kufanya majaribio. Unazungumza kina Max katika ubora wao, lakini kuna watu wanaweza wakawa hawazungumzi watu muhimu sana ambao wakati mwingine ndio wamekuwa starter ya kila kitu kwa Young Africans. Hapa zaidi sana unamzungumza Djigui Diarra, ambaye nje tu ya kuisaidia timu katika nyakati ngumu, bado amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao ni passers wazuri. Ni kama vile una kiungo mwingine ndani ya kiwanja ambaye anatoka kwenye eneo la golini. Kwa hiyo unaweza kuona kwa quality ile hata Afrika yenyewe inafahamu kuna mazingira ya asilimia nyingi sana kuona katika hatua ya makundi, na ni timu ambayo ina deserve kwa uwekezaji ambao waliofanya. Hasa ukipiga mahesabu, kuna nyongeza ya wachezaji wengi ambao wana uzoefu mkubwa. Lassine Kouma, Stade Malien kutoka Mali, msimu uliopita ameshiriki michuano ya Afrika. Unamzungumza Musa Balakonte, CS Sfaxien ameshiriki michuano ya Afrika. Mzungumze huyu Andy Bobo Boyeli ameshiriki michuano ya Afrika katika nyakati tofauti, Sekou Kune, Power Dynamo na kadhalika. Zungumza makundi ya wachezaji tofauti, Celestine kwa akiwa na ASEC Mimosa. So unaweza kuona ukiplasi na wachezaji wa ndani na unamzungumza Edmund Jo ambaye ana bao lake moja wapo kati ya mabao ambayo Wiliete walifungwa naye amefunga bao.
tayari amekuongezea namba tena ya wachezaji ambao ni wa kutumaniwa. Sasa imagine unaichukua Young Africans yenye kikosi ambacho kilikuwa ndio kinaanza mara kwa mara, unamuongeza Azizi ambaye tayari anabao kwenye michuano ya Champions League, Edmundi anabao kwenye Champions League, unalifanya benchi la ufundi kuwa pana kwa sababu ya effect ama impact ambayo kila mchezaji anaiongeza ndani ya kikosi. Asante sana. Nimefarijika sana tena kuungana na wanangu kabisa Mbwaduke Stats. Tunasema sports next level, ni next level kweli kweli.